Ahlan wa sahlan wa maharaba, mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine Mola ametujalia tukutane katika kipindi cha Spoti na Mandela. Mimi ni Willy Mandela. Wewe ni kama fainali ya Champions League ambapo naisubiri kwa hamu sana. Leo katika historia, tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 1912, kamisheni ya kamati kuu ya Olimpiki ilikutana katika mji wa Basel huko Uswizi ili kupokea ripoti ya maandalizi ya michezo hiyo. Katika taarifa zinazogonga vichwa vya habari ni kwamba timu ya soka ya taifa la Brazil imeanza mazungumzo rasmi na kocha wa klabu ya Real Madrid Carlo Ancelotti, huku wakitazamia Ancelotti atachukua mikoba ya kuinoa timu hiyo ya taifa ya Brazil pindi michezo ya ubingwa wa dunia itakapokamilika nchini Marekani. Yamekuwa ni majuma mawili ya michezo ya kimataifa ya kuwania kufuzu kucheza katika kombe la dunia, michuano ambayo itaandaliwa nchini Marekani mwaka wa 2026. Mechi zilizovutia ni Super Clasico, mechi ambayo hukutanisha mabingwa mara 5 wa dunia Brazil dhidi ya mabingwa mara 3 wa dunia Argentina. Huku kabla ya mchezo huo, mchezaji wa klabu ya Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Rafinha alisema kwamba Brazil itawatandika Argentina, yani itawalaza Argentina ndani na nje ya uwanja. Ila baada ya dakika 90 katika uwanja wa Monumento, Argentina walipata ushindi wa magoli 4-1, huku historia ikiandikishwa kwa mara ya kwanza katika michuano ya kufuzu kombe la dunia. Timu ya taifa ya Brazil inalazwa magoli 4. Magoli hayo yalitiwa kimiani na Julian Alvarez, Alexis McAllister, Enzo Fernandez na Giuliano Simeone, huku goli la kufutia machozi likitiwa kimiani na Matheus Cunha upande wa Brazil. Baada ya matokeo hayo, Argentina inapata nafasi ya kucheza kombe la dunia 2026 rasmi